Zippy Mutinda ni nani? Zippy Mutinda ni mama. Zippy Mutinda ameokoka, ningeanza hapo. Aliyekutana na Yesu wakati alikuwa mtoto mdogo. Na kama vile ninajua, Biblia husema ndio ilinilea kiroho mpaka nikakuja kufika Nairobi. Nilikuwa nafikiria ni watu wamewekwa kwa redio ile ninaona. Kwa hivyo nilikuwa nafikiria naweza fungua ndani na wapate hapo ndani. Wapate hapo ndani. So Zippy amekuwa na Mungu, ameishi na Mungu na ninampenda Yesu. Mimi na Yesu sisi ni wapenzi, tunapendana sana. Mimi ni mama mtoto mmoja na nimeolewa. Na mimi ni mhuduma, pia nahubiri katika Facebook, na pia nikipata nafasi kwa makanisa huwa nahubiri. Nashukuru Mungu. Karibu sana ndani ya BHB. Asante. Na tuanzie tu pale, umesema uliokoka ukiwa mtoto mchanga. Nini kilichangia ukaokoka? Kwanza kabisa, mimi ninasema si yule mtoto alikuwa na privilege ya kuwa na maisha na beginning mzuri ama kulelewa mahali pazuri. Tunasema I come from a broken environment. Kwa hivyo mimi nilikutana na Mungu nikiwa mtoto mchanga sana, kwa sababu Mungu ndiye alikuwa kila kitu. Mungu ndiye alikuwa mama, Mungu ndiye alikuwa baba, Mungu ndiye alikuwa brother, na ndiye alikuwa sister, na ndiye alikuwa kila kitu. Kwa sababu katika kukua kwangu mimi nilifikiri tu na nilijua Mungu ndio ananielewa. Sikuwa naona mtu ananielewa karibu na mimi. Kwa hivyo nikapata kujua kuwa kuna Mungu, na pia nilikuwa naenda kanisani, nilikuwa naenda Sunday school. Mara ingine siendi Sunday school kwa sababu hakuna nafasi, mara tunaenda shamba o Sunday. Lakini Mungu alikuwa ananisaidia sana kwa sababu nilipata kumfahamu sana. Kwa hivyo kile kilichangia mimi kumjua Mungu, kwanza kabisa ni kama sikuwa najua kitu kingine. Wakati tu nilijua kanisa na nikajua Mungu, ni kama hiyo ndio nilikuwa nasikia roho yangu inavutiwa sana. Lakini nakumbuka siku moja nikiwa darasa la 6, iko wakati kuna rafiki alikuwa classmate, alipoteza mama yake, na tukafanya PPI. Wakati wa PPI, after PPI nakumbuka huyo mchungaji akiuliza swali, ukifa utaenda wapi? Hilo ndilo swali lilikuwa ngumu zaidi, na kwa sababu mimi nilikuwa napenda Mungu, sikuwa najua. Sasa nimeanza kuelewa wokovu ni nini. Nikaokoka. After kuokoka nikaendelea tu, bado nilikuwa mtoto mzuri, naenda kanisani, naenda Sunday school, mimi ndo naimbisha Sunday school hivyo. Lakini kwa darasa la 8 nakumbuka Pius Muiru akihubiri akasema ule anataka kurededicate their salvation. Sasa hapo ndio nilikuwa nimeweza kuelewa salvation ni nini, wokovu ni nini. Hapo nikashikilia redio na nikakiri yale maneno, na kuanzia hapo sasa nikakuwa serious kama najielewa. Sijawahi rudi nyuma. Wow. Na maisha pale yakawaje? Maana kuna kitu umeguzia. Katika malezi yako ulimjua Mungu kama baba, kama mama, kama ndugu, kama familia. Acha nitumie hilo neno. Mbona? Ni story mrefu, lakini nitaguzia kidogo. Nikikuwa mdogo nilikuwa naambiwa wewe uli exchangewa hospitali, wewe si wetu, wewe si wa hili boma. Na changamoto zilikuwa mingi sana kwa sababu sasa nilianza rejection hapo. So ikakuwa kila makosa yote ni mimi nimefanya, kila kitu yote ni mimi nimefanya. Mtu akitoka huko mimi ndio shida, kila kitu. Kwa hivyo sasa nakumbuka nikiwa mdogo nilikuwa mara mingi nafikiria kujitia kitanzi hivyo. Na kuna siku moja nilikutana, Mungu aliniongelesha kama nimekimbia, nimechapwa, sijui nimefanya nini. Nikasikia Mungu akiniambia hautaishi hii maisha miaka yote, kuna wakati utakuwa mkubwa. Na nikifikiria nilikuwa mtoto mdogo, kwa hivyo sikujua hii sauti inasema nini. Sikuelewa nitakuwa hata ni nani anakuzungumzia na nitakuwa mkubwa aje. Lakini sasa nilijiona tu nimekuwa mkubwa na nimekuwa na freedom. Siko mahali pale tena. Hivyo sasa nikaendelea tu kujua, kukua naelewa Mungu. Kwa hivyo mimi nilikuwa kama
sikulelewa na wazazi wangu. Na walikuwa wananiambia wao si wazazi wangu. Kwa hivyo wakiniambia waliokulea ndio walikuwa wanakuambia. Ndio waliniambia. Sikuambiwa na community. Uliexchangewa kwa hospitali. Community haikuniambia, niliambiwa tu na wazazi wangu. Hao wazazi walinilea. Kwa hivyo ilikuwa ngumu zaidi. Wakati hata mnakaa kumetulia tu, unaambiwa unajua wewe ni mdogo sana. Mimi sidhani nilipata mtoto kama wewe. Wakati umekosa unachapa, unaambiwa wewe hata wewe ukai, wewe si wetu, hata makosa unafanya hivyo kama uko mdogo. Kwa hivyo mimi Mungu ndio nilijua kama kila kitu. Wakati huo sikuwa nafahamu ni Mungu ndio nilijua, lakini nilikuwa najua kuna kitu ndani yangu, kuna sauti na kuna vile ninafikiria mambo yenye sieleweki, na pia mimi nilikuwa na shida na hiyo sana. Hiyo ya kutoeleweka. Hiyo ya kutoeleweka na hiyo ya kukua. Sasa hiyo maisha nimekaa ni ngumu, hiyo rejection ni ngumu sana. Si kwa tuseme ile inaitwa low self esteem ikakuingia. Iliniingia. Nikakuwa hata sijielewi. Wale watu tulisoma na wao high school kama wananisikiza na wakisikia interview watajua, kwa sababu they make fun of it. Wanasema huyu sio ule Zipora tulijua. Kwa sababu sikuwa najielewa, nilikuwa natafuta identity. Sasa nikakuwa na identity crisis. Nataka kufanana na huyu, kwa sababu kila wakati unafanana, unapenda kila vile yako. Sasa nataka kufanana na mtu, nione kama hiyo ndio solution. Kwa sababu saa yote ninataka nilishaambiwa wewe unakaa sura mbaya, wewe si wetu. Sasa mimi ni wa wapi? Hilo ndio swali nilikuwa nalo, nimeshinda nalo kwa akili kila wakati. Na baada ya kuokoka, maisha yakawaje? Baada ya kuokoka maisha haikuwa rahisi, kwa sababu nimeokoka kwa boma. Hiyo boma watu kama baba hakuwa anajua Mungu. Kwa hivyo kuna mambo yalikuwa ya muhimu kuliko kwenda kanisani, kuliko kuimba, kwa sababu bado nakumbuka nikiwa high school, kwa sababu nilikuwa naimba sana. Niliwahi ambiwa sasa kwa sababu ninaimba sana ndio maana ninaanguka mtihani, kwa hivyo niache kuimba usome. Nisome. Na tunajua hii maneno ilikuwa inaendelea. Baba alikuwa anapenda nisome, hata kama hakuwa baba mzazi, alikuwa anapenda nisome sana. Yeye ni wale alikuwa anapenda akuwe tu na mtoto amekuwa kitu. Na pale uimbaji ulitokea wapi Zipora? Maana umekuwa katika environment ambapo umeshushwa, acha nitumie hilo neno. Umeshushwa na we mwenyewe aujielewi. Na sasa umeokoka. Maisha yakawaje? Sasa nijibu kwanza uimbaji ulitokea aje. Kwanza siwezi sema ni wakati fulani nilianza kuimba, kwa sababu nilijipata nikiimba. Na vile nilikuwa naimba ni tukiwa shuleni, kama wakati wa President Moi akikuja, walikuwa nasema mimi ndio nitakuwa soloist. Tukiwa Sunday school naambiwa nasukumwa, hata sijui kama nitaweza kuimba, lakini nikifika hapo natoa sauti inatoka. So kwa hivyo nilikuwa naimba, naingia kwaya, nilikuwa tu naimba. Lakini nakumbuka nikiwa mchanga kidogo, kuna wakati kuna nyumba ilijengwa, alafu ikakuwa inafunguliwa, alafu kuna muziki, na hiyo muziki ni ile muziki ya dunia. Niko mtoto kabisa. Kwa hivyo tuka dance. Ikakuwa kuna aunti yangu hapo alikuwa anafurahia vile na dance, anasema huyu ana dance vizuri hivyo. After that niliambiwa, unajua dance muziki ya shetani. Na sasa mimi kwa sababu nilikuwa najua Mungu, hiyo ilinipatia shida sana. Ikakutatiza. Kuanzia hapo sikuweza kusikiza hiyo muziki ya local, hiyo ya Kikamba. Sikuweza kusikiza muziki yoyote kama si ya Mungu. Sasa ndio nikajua Biblia usema. Nikakuwa sasa nasikiza, na sitaki masikio hata nimeziba, sitaki kusikia secular music. Sitaki kusikia kabisa. Hivyo sasa nikaendelea kuwa ninaimba nyimbo kanisani. Kwa hivyo nimeimba kanisani miaka yangu yote. Na nikurudishe tena. Pale umeshushwa na umeokoka. Ulipata nguvu wapi ya kwenda pale mbele kanisani kuimbia watu ama kuongoza katika sifa? Tuseme kuna giant inside of you. Hata ukishushwa kuna ule zipi, kuna ule Mungu aliumba. Wakati Mungu anataka kujiinua, unajua anatumia viumbe vidhaifu. Kwa hivyo nilikuwa nasimama pale mbele, lakini bado niko na uoga. Bado hata ukiangalia tu uso yangu kuna kitu naogopa. Lakini wakati Roho wa Mungu alikuwa anashuka, hakukuwa na kuogopa. Kwanza niseme kama Mungu ndiye anakutumia,
hauhitaji self esteem, kwa sababu iko wakati hata niliwahi uliza Mungu maswali na nakumbuka kwa sababu ya hiyo kushushwa na hiyo yote lakini nilikuwa mkubwa sasa. Nilikuwa mkubwa, acha nilikuwa nafanya kazi, but nilikuwa nauliza Mungu maswali kuhusu hiyo. Na nikiomba akaniletea picha akiwa msalabani. Na akaniuliza nilikuwa nakaa aje nikiwa msalabani. Yesu alivuliwa nguo zake na hata wakaanza kugawana nguo zake na alikuwa na aibu yote. Na akaniuliza kama nilikuwa msalabani pale, lile lengo linipeleka msalabani lilitimia, halikutimia. Aibu ilizuia, aibu haikuzuia. Kwa hivyo hakuna aibu inaweza kuzuia kile Mungu ameweka ndani yako, itatokea. Hiyo vile wanasema mbegu ya Mungu haiozi, haiwezi. Nilikuwa nasimama pale mbele, ninaogopa, ninaanza hata kutetemeka wakati mwingine, lakini Roho wa Mungu akishuka anachukulia ibada. Na umeokoka. Sasa nyumbani bado unaambiwa wewe si wetu, hatukujui. Uhusiano wako ukawaje sasa na wale wazazi, watoto wale siblings? Ukawaje na sasa zipi ameokoka anamjua Mungu? Uhusiano ulikuwa mbaya sana. Na hata waleo bado si ati kuna shida, lakini sasa Mungu aliafu kunitenga kwa sababu ningeendelea kukaa pale, nilikuwa akili karibu inaruka. Lakini sasa kuna iko kitu Mungu aliweka ndani yangu. Mimi huwa sibebi mtu. Akinikosea nitamsamehe. Kwa hivyo mtu anaweza take advantage. Lakini sasa unakumbuka kuna wakati Mungu aliniambia nitawahi kuwa. Kwa hivyo nikikuwa tu, nikipitia hii shida yote, nilikuwa najua ni kwa muda. Hiyo ndio kitu iliniweka. Nikaendelea sana, ninajua ni kwa muda tu. Kwa hivyo Mungu alikunenea akakwambia kuna wakati utakuwa mkubwa. Kuna wakati nitakuwa mkubwa. Utaondoka kwa hii. Nitaondoka kwa yote. Hii ni ya muda tu. Hii ni ya muda tu. Na pia hata wazazi walijua, sijui walijua aje. Lakini walijua. Walikaa tu kuniambia tunajua utatuacha siku moja. Wenyewe walikuwa wanakuambia hivyo. Walikuwa wananiambia, lakini hata mimi sikuwa najua. Wanathibitisha ile maneno nilisikia kwa Mungu. Mimi naona tu wanasema, hata ninashangaa wanasema, sasa ile wanasema mimi nashangaa mnasema nitaenda wapi? Kwani mtu anaweza enda wapi kama amezaliwa hapa? Kwa sababu wakati ninaambiwa wewe si wetu, nikijaribu kufuatilia niulize basi mimi ni wa wapi? Sasa hapo nilikuwa nasimamishwa. Hapo nitasimamishwa hapo, alafu niambiwe wewe ndio umekuja na hii maneno. Sisi tumekuambia. Kwa hivyo inakuwa ni kama unakuwa confused. Kwa hivyo sasa kwa sababu nilikuwa na ngano, Mungu ameniambia nitawahi toka kwa hii shida. Nilikaa tu nimengojea Mungu. Na sikuwa najua pia kuna mtu anaweza ona vile naisema ni rahisi hivyo. Sikuwa najua kama ninangojea Mungu. Ninajua wazo tu ilikuwa inakuja. Tuseme tu ni Roho wa Mungu alikuwa ananiambia tu. Kati shida imekuwa mingi na ninashindwa nitafanya nini? Sasa ndio nilikuwa nasikia ni kwa muda. Lakini sikuwa najua ni Mungu. Na pia vile nilikuwa nasikia ni kwa muda tu, haikuwa very convincing, lakini that still small voice ile Mungu anakuongelesha na bado inanisukuma tu inch. So nilikuwa naishi one day at a time. Ukasomeshwa, umeokoka sasa. Masomo yakawaje, wokovu hadi ukamaliza shule na ukimshukuru Mungu, maana hata yule aliyekuwa anakuambia wewe si wa huku alikusomesha. Sasa hapo kwa kusoma haikuwa rahisi, ilikuwa ngumu zaidi. Hiyo bado ni story nyingine, lakini ule mtu alizingatia kusoma ilikuwa huyo baba. Mama ndio sana alikuwa anitaki kabisa. Baba alikuwa tu, kwa sababu nilikuwa mwerevu shule, hiyo ilikuwa inampatia changamoto. Yeye si sana kuniambia mimi si wake. Alikuwa ananiambia mara once na pia yes alikuwa ndani, lakini mimi simulaumu kwa hiyo rejection, kwa sababu ni kama tu ilikuwa ni unajua bibi, na pia unajua bibi akishasema hivi ukianza kukatana na yeye utakuwa na shida. Kwa hivyo wakati mwingine kwa sasa unaelewa kwa maana huko kwa ndoa. Kwa hivyo mimi wakati mwingine nashukuru Mungu kwa sababu yeye alikuwa ananisomesha na kifua ile lazima niende shule na kifua kwanza. Hata mara nyingine kunakuwa na vita. Ndio alikuwa anakulazimisha? Hapana, sasa analazimisha kwa mama. Anamwambia huyu lazima some. Sasa hata wakati mwingine anaenda physical. Kwa hivyo ilikuwa na shida. Yeye ndiye alinisomesha. Hata high school, nikienda high school ni yeye alinipeleka na rafiki yake mwanaume. Huyo mwanaume ndiye alinunulia mafuta ya kujipaka.
ilikuwa mbaya hivyo. Kwa hivyo yeye alikuwa anasomesha tu na kifua kabisa, na lazima niende shule, lakini hali haikuwa mzuri kwa sababu mambo haikuwa rahisi kwake hata akini support. Wow. Na ukamaliza masomo licha kwamba Mungu ndo alimtumia. Yes. Hebu zipi, maana sio wewe peke yako umepitia mambo kama yale. Hata sasa hivi tunazungumza, huenda kuna mtoto mahali anapitia. Hebu zungumza na wazazi. Awe ni mtoto wako umezaa, awe si mtoto wako. Kama mtu mzima, unastahili kuishi na watoto vipi? Kitu naweza sema ni kwamba wakati ambapo unatesa mtoto wa mtu mwingine, unapandia watoto wako mabaya, unashusha, unaweza kuwa unashusha huyo mtoto, lakini unashusha watoto wako, kwa sababu hata katika hizo shida zote high school, kwa hiyo familia, mimi ndio nilipata the highest grade, mimi ndio nilienda the best school, na Mungu ndiye alinisaidia hata after that sitaki kuendelea. Lakini tuseme unapandia watoto wako. Wakati nikajua nikapata mtoto, kwa sababu pia kupata mtoto ilikuwa changamoto. Wakati nikapata mtoto, nilijua kuwa huyu mtoto vile nitaona watoto wa wengine, kwa sababu hata vile tulifanya harusi the second year tulichukua mtoto tukaanza kusomesha, na sasa hiyo atupate mtoto, na Mungu akakuwa ananena mazuri kuhusu tutapata tu mtoto, lakini hatukuwa tunaona vile itawezekana. Mambo yote ilikuwa inaenda against us, lakini Mungu alikuja kutupatia mtoto, na wakati alitupa mtoto tumeshaona, alituambia huyu mtoto atakuja na hizi baraka, na zilikuja zote, kwa sababu sisi tulipendea mtoto wa mwingine mazuri. Kwa hivyo ukipendea mtoto wa mwingine mazuri, unapandia mazuri mtoto wako. Kwa hivyo nataka kuongelesha mzazi, ukiwa umepatana hata mtoto, ukipatana naye kwa barabara, ukiona mtoto wa mwenzako hata kama anakaa aje, tafadhali jaribu kupanda mbegu mzuri, kwa sababu utavuna tu, na acha nikwambie, utavuna tu huko duniani, hauvuni mbali, na punishment ya Mungu inakungojea. Kwa hivyo vile nilikuwa sahi nikishajua mtoto ako na shida ama anaweza kosa school fees, huwa na huo moyo wa kutaka kumsaidia, kwa sababu kama singesaidiwa, tuseme tu baba tu alinisaidia, hata kama alikuwa na changamoto zake, but mimi husema kama tu hangetumiwa na Mungu anisaidie, kwa sababu wakati ninaona shida ya mwenzangu, ninaona ndio niweze kusaidia. Kama huyu mtoto kama yeye angetumiwa na Mungu kunisaidia, basi ningekuwa wapi? Kwa hivyo ndio maana ninaambia wazazi, kama kuna kitu unaweza, uwezo wako tu fanya. Na ukikuwa na mtoto hata umeadopt, usiseparate useme huyu ni mtoto ndiye atapata ya mwisho. Nikikumbuka kama njia moja sisi kama familia tunafanya, kama kuna mtoto tunasomesha, ndio tunalipianga school fees wa kwanza, na wetu wanakuja wa mwisho. Wetu wanakuja wa mwisho, kwa sababu ni rahisi sana uanze kuvutilia kwa mtoto wako, na uanze kufanya vile uwezi fanyia mtoto wako ufanyie wa mwingine. Kwa hivyo lazima the issues of the heart, lazima ujichunge sana kwa moyo wako, usije ukaweka kitu chenye unaonea huyo mtoto mwingine wa mwingine vibaya, unapandia wako. Wow. Lakini uliwasamehe? Niliwasamehe kabisa. Hata wakati sasa baba hayuko, wakati baba alikuwa mgonjwa, mambo haikuwa mzuri. Story yangu ni mrefu tu, nitakata kabisa. Si eti mambo ilikuwa mzuri, hata akikuja kukua hayuko, mambo haikuwa mzuri. Lakini kuna kitu moja nilikuwa najua, yeye ndiye alifanya nikaenda shule, yeye ndiye alinisaidia. Kwa hivyo katika hali ile, mimi ni kwa roho yangu sijabeba mtu kabisa, kwa sababu pia kuna kitu moja, nimetembea safari na Mungu, na Mungu aliniambia sitakuacha, na mimi nimeona Mungu hajaniacha, kwa sababu hata nakumbuka nikifanya harusi sikukuwa na mzazi mwenye anaweza nipeana. Pastor aliuliza ni nani anapeana zipi. Kwa hivyo na hapo pote niliingia kama ninaimba wimbo wa niongoze wa Rebecca Dawn. Nilikuwa naimba na microphone, na Mungu akaniambia, ndiye aliniambia niimbe, kwa sababu kunaenda kupatana na changamoto na pia atanisaidia. Na Mungu alinisaidia.
Mungu ametembea na mimi. Na sina haja kukasirikia mtu kwa sababu ile Mungu ameahidi yote amefanya. Zipi, hebu simamia hapo kwanza. Ulilipiwa mahari? Sikulipiwa mahari. Kwa hivyo hakuna aliyepokea? Hakuna aliyepokea. Kwa hivyo ndio maana pia kwa harusi au kuwa na wa kupeana? Sikukuwa kunipeana. Mbona? Ile ilifanyika kuna grandmother sasa mama ya ule baba alikuwa amekufa. Huyo ndio alinichukua. Alikuwa ananipenda sana na alikuwa anajua mimi si mtoto wa hiyo boma, lakini alikuwa ananipenda. Kwa hivyo yeye alisema tusitoe mahari, twende tukamuone. Alafu aka-authorize na alikuwa paralyzed, kwa hivyo hangeweza kufika kwa harusi. Hangeweza kufika kwa harusi. Lakini sasa alikuwa tu amesema kuna one of the brother wa my father atanipeana. Alikuja, lakini unajua sasa pastor alikuwa anajua sina wazazi, so anauliza nani anapeana zipi juu watu wa familia wale wamekuja, ndio wale anaona tu ndio atakauliza nani anapeana zipi. Tukajitokeza sasa au anko yangu. Na nikurudishe tu nyuma. Katika hii changamoto ya kukataliwa, kushushwa, wakati ulipatana na mchumba wako, ilikuwa aje? Kwa sababu hayo ni malezi na ambao pia yataadhiri maisha yako. Wakati mtu mwingine anajaribu kuja kwa maisha yako. Ninaweza kusema kuwa mimi na mzee bwana yangu sasa hatuna utofauti sana na mambo ya kukataliwa. Kwa hivyo tulipatana watu wawili wenye wamekataliwa, halafu tukaanza kusaidiana. Wow. Kwa hivyo mlikuwa mnaelewana? Tulikuwa tunaelewana. In fact, wakati nilikuwa 42 kgs na yeye pia alikuwa sijui 40 something, tukigrow. Kwa hivyo wakati tulipatana na tukaanza kuongea, kabla hata niseme yes, tulianza ku add weight for the first time in life. So, mnasaidiana, mnazungumza. Hatukuwa tunaelewa tunasaidiana. Hatukuwa tunaelewa. Nile umepatana na mtu, mumeongea, lakini bado hamjafika mahali pa kuchumbiana. Lakini inakaa na kuelewa na inakaa mimi nakuelewa. Inakaa kwenye umetoka mimi nakuelewa wewe, nakuelewa pia nakuelewa. Lakini sasa siwezi sema hivyo ndivyo tulikuwa tunaiona. Sisi tulishtukia tu. Ni urafiki tu leo kawaida. Ni urafiki tu, na tumeanza ku add weight for the first time. So kila mtu anashangaa, what is happening here? Tunatangaza harusi, tuna add weight tukipanga harusi. Kwa hivyo tukikuja kufanya ukiona picha zetu vile tulipatana na wakati tukikuja kufanya harusi kuna utofauti sana. Tulikuwa wadogo kabisa. Kwa hivyo tulipatana tu watu wawili tunaelewana. Na sana sana hata inaweza kuwa si kuelewana kwa kuongea roho. Ilianza ni kama tu tulianza ku connect in the spirit. Spiritually tukaanza ku connect. Alafu sasa mambo ya kuchumbiana ilikuja na haikukaa sana. Na uimbaji ulianza kurekodi baada ya kuolewa ama kabla ya kuolewa? Nilianza kurekodi baada ya kuolewa. Kwa hivyo ninaweza sema mzee wangu anapenda kuomba sana. Ni mwombezi sana. Kwa hivyo wakati tulioana tulijua kwa sababu pia bado ni story vile tulioana ilikuwa na changamoto, kulikuwa na hiyo kukataliwa, kulikuwa na hiyo vita. Bado wakati mlisema mnaolewa ukasema hatutaki huyu, hatutaki huyu. Hata sana si hawataki. Sasa saidia kwangu kule nimetoka ndio hawako wanataka niolewe. Sasa wakutaki wewe si wao na sasa wataki uende. Hawataki niende. Hawataki uolewe. Na bado hawataki nione mazuri. Tuseme tu shida ilikuwa sifai kuona mazuri. Unafaa kuteseka. Unafaa kuteseka na kuangamia. Hiyo ndio shida. Hiyo ndio ilikuwa shida kubwa. Kwa hivyo wakati tulioana tukajua pia yeye kuna side yake ya rejection, na hivyo tukapatana na tukaamua sasa tutafute Mungu. Kwa sababu akisikia story yangu na mimi nikisikia story yake ni kama sisi wote sasa tunafaa tushikane, na tukajua it is the two of us against the world. But tukujua immediately. Ili to take time kwa sababu pia sisi tunataka kufanya ndoa kama watu wengine. Sisi hatujaifanya ndoa. Hatuelewi ndoa ni nini. Tunataka kusikiza mawaidha, tukakuja Mungu akatuambia pana. Mimi ndio niwaleta pamoja. Kwa sababu hata ukiuliza bwana yangu na mimi sana, siwezi kuambia exactly tulianza kudate lini. Siwezi jua. Kwa sababu tulipatana tu, tukaanza kuongea na tukaanza kuwa rafiki. Lakini ile kitu jambo nakumbuka tu in 2017 hapo January ama hapo around January February ndio nilisikia Mungu. Ndio sasa my prophetic gift ilitokea sana.
nikasikia Mungu kumuhusu. Kwa sababu kuna mambo nilikuwa nahofia na kuolewa kabisa, nilikuwa nahofia kabisa. Mungu akanithibitisha hizo mambo zote, naogopa hakuna mmoja, kuna huyo kijana. Kwa hivyo nikubali. Na ninakumbuka nikienda kukubali nikamwambia tupange harusi. Hiyo siku nilikubali tu. Tukamwambia tupange harusi. Tunangoja nini? Na tukaanza kupanga harusi. Na sasa mmeoana, mko katika ndoa, nyinyi waombezi wa huduma, muziki. Muziki sasa vile ilikuja, vile tuliendelea kuomba tu na kukaa nikihudumu kanisani, nilikuwa bado ile loss of esteem iko ndani yangu. Kwa hivyo hata baada ya kuolewa moyo au kuinuka ukapata ujasiri? It has process. Hata saa hii siwezi kuambia imeisha kabisa. It's a process. And anyone atakwambia ni process tu. Unaendanga tu ukiimprove. Lakini nakumbuka wimbo wa kwanza niliimba ilikuwa hymn. Na nilikuwa nimepata mtoto, alafu mtoto alikuwa na lose weight badala ya ku add weight. Niko na maziwa imetosha. Lakini mtoto apati, ni kama apati ya maziwa, sielewi, hatuelewi nini inafanyika. Na wakati moja nikakuwa nina Google. Sasa ikakuwa hiyo wakati sasa na Google ni find out nini inaweza kuwa nini natokea kwa mtoto, nini inafanyika. Sasa Google ikakuwa, na Google inakuua tu asubuhi. Google tu utakufa mapema. Ukweli. Kuna mwingine alisema tu hivyo, ukiona symptoms naanza ku Google utajua ujui. Kwa hivyo ikaniweka kwa depression. Nikafika mahali, nikafika mwisho. Na nikasikia sauti, it is enough. Kwa hivyo ulikuwa nikana kwamba ulikuwa umeacha kumwangalia Mungu, ukaelekea kwa Google. Nikaelekea kwa Google, lakini sasa hiyo enough nilikuwa nasikia ni enough ya kuteseka. And it is enough that ukafika mwisho. Yes. And it is enough that Jesus died on the cross. So sifai ku Google nipate solution iko na Yesu. Ndio nikaimba, it is enough that Jesus died and that he died for me. Sasa nikajua it is just enough that Jesus died on the cross. He said it is finished. Nikaimba huo wimbo na nikaanza kuimba, nikaanza kuworship. Tukapata kujua hakukuwa na shida na mtoto. Tukalazwa hospitali, hakukuwa na shida. Akipewa ana add weight. Nikachukua mtoto na nikaendelea kuomba, na akanyonya na akakuwa na maziwa ya mama. Nikimshika ninaita Mungu, ninaanza kuita Mungu, mtoto wangu atanyonya na atakuwa, na akakuwa. Kwa hivyo zipi ilifika wakati ukaamua sasa huyu Mungu aliyenilea, ndio sasa atachukulia kila kitu? Ndio atachukulia kila kitu. Actually mimi ninajua hivyo. Ni vile mimi ni binadamu. Kuna wakati nitataka identity ya binadamu, nitataka tu kuishi kama binadamu. Lakini kusema ukweli, wakati wote ni kama inafika ni Mungu tu. Huyu Mungu tu ndiye anaweza kila kitu. Na nikajua, ninashukuru Mungu sana, nilikuwa kwa shida. Nashukuru Mungu sasa, kwa sababu vile nimejua Mungu singemjua hivyo. Nimepata kuwa na intimacy na Mungu vile mimi singekuwa nayo kama ningekuwa tu vizuri. Hivyo ninaelewa. Kwa sababu iko wakati mmoja niliuliza Mungu, nimeomba prayer center, ninatoka nje na naanza kufikiria, mbona Mungu hakunipatia privilege? Sasa hiyo siku anapata mtoto na maneno ni mingi sana. Mbona hukunipatia privilege ya kuwa na mzazi? Labda ningemuuliza, labda ningefanya. Na ninakumbuka Mungu akinitokezea na akanifungua macho. Na nikaanza kuona miti, nikaanza kuona watu wakitembea, nikaanza kuona vile ardhi inakaa, na Mungu akaniambia hao wote na miti yote ni yangu. Wewe unatafuta kilicho changu ama unatafuta mimi? Unatafuta mimi mwenye hizo vitu vyote. Na nataka ujue kwamba, akaniambia nataka ujue kwamba iko vitu mzazi hawezi akakuzuia. Kwa mfano mzazi akakuzuia heartbreak. Hawezi kukuzuia heartbreak. Kama mtu amekupenda na akuache, mzazi hawezi kuja kupigana na wewe, mbona unaacha mtoto wako? Lakini Mungu anaweza kukuzuia heartbreak. Anaweza. Kwa hivyo Mungu aliniambia ukiwa na mimi uko na kila kitu, hata uhitaji hiyo. Nikapona mambo ya mzazi. Wow. Nikapona. Muziki ukaanza it's enough. It's enough. Then baada ya hapo? Sasa baada ya hapo nilikuwa mdogo, nilikuwa naandika poems na nikashushwa tu. So ikaisha. Mambo mingi ilikuwa inakufa huko.
So Mungu akanikumbusha nilikuwa naandika poems nilikuwa mdogo. Akaniambia niandike songs. Niandike vile nilikuwa naandika poem. Bado sijiamini. Bado nashangaa hii ni nini? Naandika tu naona hapana, naandika. Hivyo sasa nikaandika wimbo wa kwanza umekuwa mwaminifu maishani mwangu. Nikafanya huo wimbo. Alafu baadaye sasa Mungu akatuambia kwa sababu sisi ni wahuduma tuendelee kuomba, tuingie katika mpango ya kuomba na fast. Tukiombea, kulikuwa na ministry tulikuwa tunaombea na Mungu kumbe alikuwa anakuza ministry yetu na ministry yangu. Kwa hivyo mimi nikiendelea nikakaa kwa neno sana. Ile kanisa ninashiriki, huyo pastor anapenda kutuambia tusome Biblia kabisa. Kwa hivyo tunasoma Biblia kuanzia January to December yote. Kwa hivyo sasa Mungu alikuwa ameniambia ameweka neno la Mungu ndani yangu, lakini wakati nitakuwa kwa maandiko sana atakuwa ananifunulia sana na atatumia anoint my lips. Sasa nikaendelea sasa kuingia kwa neno nikiomba. Mungu akaniambia pray my word, it is my will. Hapo ndipo Mungu akaanza kunipatia nyimbo. Kwa hivyo ni out of the intimacy yangu na Mungu ndio nikaanza kupata nyimbo. Nikaanza kusikia Mungu akiniongelesha kuhusu the word, revelation ya word yake. Hivyo sasa nikaanza kuandika. Hizi nyimbo nimetoa kwa live recording zote niliandika around the same time. Na sasa kuanzia hapo hata sasa hivi naandika wimbo. Wakati mwingine napata maandiko naambiwa na Mungu hii utaimba wimbo. So sina tune. Sasa hiyo tune inaweza kuja baadaye. Sasa nyingine napata tune lakini sina maneno. Naweka tu na ngojea. Kwa hivyo kuimba sasa ilikuja hivyo. Mpaka sasa wakati niliandika nyimbo, sikuwa najua naandika nyimbo kwa nini. Nikaandika nyimbo, nikaandika. Siku moja Mungu akaniambia nifanye live recording. Nikamwambia mimi sijafika hiyo level ya kufanya live recording. Watu wa live recording ni wale watu wanajua kuimba vizuri, kwa sababu hata sasa bado najifunza kuimba. Nikauliza, nilikuwa na mwalimu wa music, alikuwa ananifundisha, akaniambia you can do it. Fanya tu. Sasa ndio nikapanga na Mungu akaniambia sasa nimekuambia ufanye live recording lakini usifundraise, mimi nitakupatia pesa. Wow. Sasa ndio ujue ni Mungu amekuzungumzia. Na zipi? Yako ni huduma au ni biashara? Yangu ni huduma. Na hebu zungumza na msikilizaji ambaye anasikiliza. Labda amesema muziki uko na pesa utanilipa. Kuna wale wameingia katika hii huduma kama biashara. Hebu zungumza na wao. Wacha sasa nitumie kama example yangu. Kwanza kabisa, ukiangalia kwa YouTube yangu sina adverts. Na sitaweka advert. Hujaweka monetization? Sijaweka monetization na staki. Nilikuwa naambiwa kuna wakati ni kama YouTube inaweza kukuwekea monetization wakiona umegrow, but nikasema ikifika hapo labda sasa ndio nitaweza kuweka, kwa sababu hakuna haja wa kuwekea na labda hiyo pesa inaweza saidia huduma, lakini kwa sasa siweki monetization. Na huduma ile Mungu amenipatia ya uimbaji ama ya kufanya hata ya kwenda kuhubiri, hata ya kwenda kuimba. Kwanza mtu akiniambia nikuje kwa kanisa yake kuimba na aniambie nashindwa atakulipa nini, namwambia mimi huwezi nilipa. Kwa hivyo usifikirie mambo ya malipo. Mungu ameniambia nitumie resources zangu kumtumikia. Kwa hivyo hakuna vile mimi nitafanya biashara, kwa sababu natumia my resources kumtumikia. Wakati nimefanya live recording, nimetoa nyimbo hivyo na pesa yangu, sitaji kitu ya kurudishiwa. Hapana, hiyo ni pesa nipatia Mungu. Hiyo nimetoa sadaka. Kwa hivyo nikitoa sadaka mimi sihitaji, ukitoa sadaka uhitaji utarudishiwa na nani? Kwa hivyo nataka kusema kwamba iko kitu sielewi vizuri sana. Hii maneno ya biashara mimi sielewi vizuri sana. Na kitu kingine mimi ninaweza kusema ni kama tumefika wakati watu unataka kufanya kitu na hauna pesa. Wakati mwingine hapa nilisema God does not pay for what he did not order. Kwa hivyo kama Mungu ametumana, ata provide, ataleta. Mara nyingine tunataka kufanya tunakimbizana. Mara nyingine tunataka tukue tumevuma, unatafuta jina. Mara nyingine unataka kukua wewe ndio watu wanajua kama wanatambua, unataka kutambulika. Ukikuwa na hiyo mentality ya kutaka kutambulika, utafanya biashara, utasukuma wimbo yako na njia zisizofaa. Lakini sasa ukisema mimi natoa sadaka, iende tu ishike mtu mmoja tu abadilike, mtu mmoja tu aokoke,
that is reward. Hiyo ndio malipo nahitaji. Kwa hivyo iko sielewi kama ni biashara tunafanya ama ni mtu tu anataka asaidiwe kuchangiwa afanye muziki ama ni aje, lakini najua kuna wale wanasema mimi nikikuja kuhudumi kwa kanisa yako naitisha pesa fulani, mimi naitisha pesa fulani. Niko hapo katikati. Mimi mwenyewe siwezi kuitisha na sitawaitisha. Mimi sitaki pesa kama naenda kuhudumu, kwa sababu yangu ni sacrifice. I am offering a sacrifice. Lakini sasa sijui mambo ya wengine waliambiwa ni na Mungu. Hapo ndio sijui nitaingiliaje. Kwa hivyo this is a personal relationship. Yes. Kati ya kila mhuduma na Mungu. Ni kwa sababu kama Mungu amekupatia na mnajua wewe na Mungu amekupatia bure, mbona unalipisha? Mbona hajashindwa kukuprovidea? Kuna wakati hata mwingine Mungu anakuprovidea tu kama hujaomba. Unajua Biblia inasema he answers even before we pray. So anakupatia kama hujaomba. Mbona unataka kulipisha? Mimi hapo ndio niko. Zipi muda umetupa kisogo. Labda neno lako la mwisho, nyimbo zako utazipata wapi? Na ukihitajika katika huduma utapatikanaje? Sasa ukinihitaji katika huduma utanipata Facebook, unaweza ni inbox Zipi Mutinda. Nitapata huduma yako, ujumbe yako, na ninaitwa Zipi Mutinda kila mahali, kwa Facebook, IG, kwa YouTube ni Zipi Mutinda. Wow. Yes. Neno lako la mwisho? Ningependa kusema nashukuru sana kwa hisho, na nataka kuhimiza mtu pale anataka kuanza kuimba. Kuna ule Mungu amekuita ukamguze roho. Anza. Usiangalie, usingojee ama uone hii ndio nahitaji ama hili ndio sihitaji. Hapana. Mungu akishanena na wewe, mtumainie yeye, hata maliza ile kazi ameanza. Amen. Asante sana Zipi kwa muda wako na hata kwa kukubali kuahirisha mambo yako upatikane katika hii huduma. Asante. Tunashukuru zaidi. Asante sana. Asante. Bila shaka msikilizaji, nimekuwa naye Zipi Mutinda, ambaye siku ya leo najua kuna kitu umejifunza, kuna kitu umepata, na hivyo Mungu aliruhusu ili usikie kile umesikia siku ya leo, na ili maisha yako yakabadilike, ukachagua kubadilika au ukachagua kuendelea kuangamia. Chaguo ni lako. Wakati mmoja Mungu akawaambia wana wa Israeli, mbele yenu kuna mauti na kuna uzima, na Mungu akaenda aida akawaambia, lakini ninawashauri chagueni uzima. Mimi naitwa Benson Mwanza.